Viwango vya elimu katika eneo bunge la Jomvu, kaunti ya Mombasa vinatarajiwa kuimarika hata zaidi baada ya mbunge eneo hilo Badi Twalib na mkurugenzi mkuu wa halmashauri bandari ya Mombasa Captain William Ruto kuzindua miradi kadhaa ya maendeleo. Viongozi hao wamezindua miradi muhimu ikiwemo madarasa mapya katika shule ya upili ya Miritini ambayo imefadhiliwa kikamilifu kupitia mpango wa uwajibikaji kwa jamii wa Kenya Ports Authority, huku shule hiyo pia ikipokea kompyuta kwa ajili ya kuimarisha masomo ya kidijitali. Tusha approve 14 million ambayo badala ya mwalimu mkuu na watu wetu wa board kukaa kwenye madarasa hapa, leo naenda kufungua Kajembe admin block, na nyinyi tushawapitishia kwa serikali milioni 14 tutasimamisha hapa admin block. Inavyoonekana Alliance na Miritini itaonekana hivyo hivyo kama vile watu wengine ambao wanaonekana. Kwa hivyo kwa mambo ya shule, nataka kuchukua fursa hii kuishukuru Kenya Ports Authority, hasa Captain William Ruto. Nachukua fursa hii hapa Miritini kwa wakati wa mapema kabisa kumshukuru Rais William Samoei Ruto kwa kumpatia nafasi ya kipindi cha pili kuhudumu huyu mkurugenzi wa KPA ambaye anaitwa Captain William Ruto. Mpigieni makofi kwa kupata nafasi hiyo. Aidha, viongozi hao wamezindua rasmi shule ya watu wenye mahitaji maalum ya Miritini World Bank iliyojengwa kupitia ufadhili wa Jomvu NG-CDF. Tukitoka hapa hatumalizi dakika 10 pale. Nimetengeneza disability unit. Ile disability unit ni shule ya walemavu peke yake ambayo iko hapa Jomvu. Kwa vile wale watoto wetu ni walemavu, nimeweza kumbembeleza rafiki yangu Captain Ruto aione ile pale, ili nimuombe kama alivyonijengea jengo hili kubwa hapa, na pale ninunuliwe basi la watoto wangu walemavu ambao watatumia basi pale katika shule kwenda na kurudi shule. Vile Badi na Captain William Ruto wamezindua jengo jipya la walimu katika shule ya upili ya Kajembe kwa ufadhili wa Jomvu NG-CDF, huku Kenya Ports Authority ikichangia pia kompyuta kwa shule hiyo. So leo mheshimiwa, mimi sina mengi ila kusema tu nashukuru sana wewe na walimu wote. Mheshimiwa, kitu ile nitafanya, kuna mambo ya miradi mmesema, hiyo tutazungumza na mheshimiwa na viongozi wa shule tuangalie miradi gani ili iko priority ili tutaweza kusaidia, sababu mimi naamini kuinvest kwa wanafunzi ni kuinvest for the future of the country. Sisi tunataka kwenda Singapore na safari ya Singapore huwa inaanzia hapa bandarini. So mheshimiwa, wanafunzi nitawachia lunch kidogo, nitatuma mtu akuletea mwalimu. Mheshimiwa ametoa 50,000, mimi nitaongeza 100,000. Mwalimu ataletewa hiyo. At least walimu na wanafunzi, si wanafunzi peke yake, sababu pia naye walimu lazima wapate kitu, si ndio? Wao ndio wanawafundisha. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mbunge Badi amesema miradi hiyo inalenga kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuwapa wanafunzi fursa ya kufanikisha ndoto zao za kielimu. Kwa upande wake, Captain William Ruto amesisitiza kujitolea kwa Kenya Ports Authority kuendelea kushirikiana na jamii kupitia miradi ya maendeleo, hususan katika sekta ya elimu. Miradi hiyo inatarajiwa kuimarisha zaidi miundombinu ya elimu katika Jomvu na kuchangia katika kuinua wanafunzi wa eneo hilo kielimu. Leo bila ndururu yetu, Captain Ruto kwa wisdom yake, kwa kuja mwenyewe amesimama imara. Hakuna mwananchi ama mzazi ambaye ametoa ndururu. KPA fully wameweza kutengenezea leo watoto wetu wasoma pale. Mpigieni makofi Captain Ruto. Hiyo hodi ambao nasema tunamtegemea yeye. Hivi sasa najua kumbaki ukuta, nimetengeneza ukuta mpaka pale. Ni kweli ama si kweli? Tutamaliza ukuta mpaka hapa. Mimi nimefurahi sana leo kusikia tulitoa ma-A nyingi sana hapa.
na hii sasa tutasema hii ndio alliance yetu hapa, na changamoto ile itaweza kuwapatia nyinyi wanafunzi wale mmebaki, wale especially wale wako form 4 this year. Tunataka kutoa A zaidi ya ile tulitoa mwaka jana, na mimi vile nimekuja hapa leo nimesema ni vizuri tuje tuangalie ile msingi tuliweka. Nimefurahia vile iko, nimefurahia uongozi wa mheshimiwa, sababu naona maendeleo ile anataka kuweka kwa hii shule ni mzuri sana, na sisi kama Kenya Ports Authority tutazidi kuwekeza kwa kusaidia wanafunzi kujenga mashule kwa watu wetu wale wako hapa, sababu kujenga shule ni if you invest in education ndio tunajenga future. Ali Vincent, Benvin TV.